Kwa sababu wakina mama huko nyuma tulipotoka walikuwa wananyanyasika sana na wengine hata kuwabagua kwenye upande wa uongozi, lakini hivi sasa tumeona mfano mzuri kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamama, anafanya kazi vizuri kweli kweli. Amefanya katika sekta mbalimbali, lakini tena baadaye tukaja kumuona akawa makamu kwenye uongozi wa Daktari Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye akawa makamu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa rais. Kwa hiyo amefanya mengi mpaka leo kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mtu mwenye mashaka juu ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwanamama aliyosimama kweli kweli. Ninachoweza kusema, kwanza, vijana tujitambue, hilo la kwanza. Lakini la pili, kama kuna fursa yoyote katika maeneo yako unakubalika na wananchi, nenda kawanie nafasi. Lakini nafasi hiyo maana yake kupitia Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ndio naamini katika ilani ya kurasa 303 ni juu ya kupeleka maendeleo kwa wananchi wote. Kwa hiyo tunavyoona haya maendeleo yote yametokana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo vijana tusirudi nyuma, tusonge mbele, kwa sababu tukisimama imara kama vijana, taifa letu litakuwa lenye maendeleo ya kutosha katika nchi hii ya Tanzania. Ninachoweza kusema, ndugu zangu wa Tanzania, awali ya yote nipende kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amenipa uhai na kuiona siku ya leo. Ninachotaka kusema, ndugu zangu wa Tanzania, cha kwanza, tudumishe amani ya nchi yetu, kwa sababu palipo na amani pana maendeleo, na palipo na maendeleo pana matumaini na maisha ya Watanzania. Kwa hiyo tukawe imara wa Tanzania, tushirikiane wote kwa pamoja. Ninachotaka kusema, tufanye kazi kwa bidii. Maendeleo hayaji bila kufanya kazi. Kwa hiyo ni lazima tusimame kweli kweli imara na kufanya kazi. Pasipo kufanya kazi, maana yake utailaumu serikali. Hakuna serikali itakayokuwa njema kwako au nzuri kama huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ni lazima ufanye kazi. Mimi mwenyewe nimefanya kazi nyingi tu. Nimeuza maziwa mpaka Chato. Wala sikulaumu serikali. Lakini kama utaweza kusimama imara kufanya kazi, utaraumu kweli kweli. Kwa hiyo vijana, na wasihi wa Tanzania wenzangu, tukafanye kazi kwa bidii, lakini kazi zisizokuwa za halali. Ukifanya kazi ambazo si halali, maana yake maisha yako yote yataishia gerezani.